لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل في علاه. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza kabisa ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lianna taqwa hiya sababu najaa. Ucha Mungu ndio sababu ya kuokoka hapa duniani na kesho akhera. Ima kinyume cha hivyo, kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio sababu ya kupata khasara hapa duniani na kesho akhera. Ndugu zanguni wa Kiislam, tukiwa tumo katika mwezi wa Shaaban, Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Shaaban, lakini pia sambamba na tarehe 26, wengine wakiwa tarehe 27. Ndugu zanguni wa Kiislam, hakuna ambaye hatamani kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila mmoja wetu anatamani kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni mwezi wa machumo, kadhalika ni mwezi wa kupata ucha Mungu, ni mwezi wa upendo, ni mwezi ambao kila Muislamu katika nafsi yake anakuwa na furaha na kila mmoja anajipa bishara ya kupata ucha Mungu. Lakini khutba yetu ya leo itazungumzia ni namna gani tunatakiwa kuishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, namna gani tunatakiwa kuishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zanguni wa Kiislamu, kwanza tufahamu Ramadhani ni zawadi. Masahaba radhiyallahu anhum walikuwa wanapofika katika mwezi wa Shaaban wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwambia maneno yafuatayo: Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban, ewe Mola wetu, bariki kwetu sisi katika mwezi wa Rajab na mwezi wa Shaaban. Na wakaendelea kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, waballighna fi Ramadhana, na utufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namna walivyokuwa na hamu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Rajab bado miezi miwili, ukiwemo Rajab wenyewe na Shaaban, kisha ndo aingie Ramadhani, lakini wanamwambia Allah awafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na haya sisi wenyewe ni mashahidi. Twaona katika mwezi wa Rajab tulikuwa na watu wangapi, lakini mpaka sasa tumezika wangapi? Tulikuwa na wazazi wetu, tulikuwa na ndugu zetu, tulikuwa na jamaa zetu, lakini wote hawa wengine tumewazika kaburini. Wengine hivi tunavyosema wako mahospitalini hoi taabani, hawajiwezi tena, si kwa lolote, kwa chochote. Mimi na wewe alhamdulillah tumeweza kutoka majumbani mwetu tukaja msikitini. Kwa hili peke yake tu tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zanguni wa Kiislamu, mwezi wa Shaaban unamalizika. Kuna watu kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani wanamuasi Allah. Haya ni makosa, na Waislamu
Kanuni yetu tunapoelekeza jambo, basi huwa tukielekezwa ni sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii, hakuna lingine. Analotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imani zetu sisi zinatuaminisha kwamba jambo hilo lina manufaa kwetu. Kadhalika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitukataza jambo, imani zetu zinatufahamisha fika jambo hilo lina hasara kwetu. Jambo la kumuasi Allah kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, jambo hili halitakikani. Lakini pia ndugu zanguni wa Kiislamu, salafu salih walikuwaje katika maisha yao? Sifa ya Mtume twaijua sote, kana yadhkuru rabbahu fi kulli ahyani. Maisha yake yote Mtume alikuwa akimtaja Mola wake na kumkumbuka Mola wake. Masaa 24 Mtume yuko katika dhikri. Wale waliomfuata ambao tunawaita salafu salih, wema waliopita nyuma, walikuwa na sifa gani? Yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum Ramadhan, walikuwa wakimuomba Mungu miezi 6 awafikishe mwezi mtukufu wa Ramadhan. 6 ashhurin, kila siku wanamuomba Mungu an yuballighahum fi Ramadhana, awafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Si hayo tu, thumma yad'unahu, kisha wanamuomba Mungu 6 ashhurin, miezi 6, an yataqabbalahu minhum, Mwenyezi Mungu akishawafikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanamuomba Mungu tena miezi 6 awakubalie yale walioyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miezi 6 ile kuanzia mfungo 6 mpaka mwezi wa Shaaban, maswahaba walikuwa wakimuomba Mungu awafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakishafika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanamuomba Mungu tena miezi 6 awakubalie kile walichokifanya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi kuna baadhi ya watu wanaumia kwa sababu Ramadhani imekuja. Kuna baadhi ya watu wanachukia kwa nini Ramadhani imekuja. Balil insanu ala nafsihi basira, kila mwanadamu anajitambua katika nafsi yake, anajielewa katika nafsi yake ameipokea vipi Ramadhani. Kuna baadhi ya watu wananungunika kwa kuja mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani kuna mtu mpaka anaamini riziki yake anaipata kwa ujanja wake. Wapo baadhi ya watu washasema sasa hivi, mimi bwana itakuwaje Ramadhani, riziki yangu yenyewe ni ya shida, nitafuturu nini mimi, nitakula daku mimi nini? Hivi kweli ukae na njaa kuanzia min tulu'i alfajiri sadiq, tokea kuchomoza alfajiri ya ukweli, ila khiyabi shams, mpaka kuzama jua, lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mungu, umeacha chakula chako, kinywaji chako, matamanio ya nafsi umejizuia, alafu Mungu akuache na njaa? Hilo jambo haliwezekani. Hilo jambo haliwezekani abadan. Tuwe na imani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lazima atatupatia riziki yetu ya iftari. Allah atatupatia riziki yetu ya daku. Na siku zote yatakiwa tuelewe, Allah hawezi kuteremka chini akakuletea fungu la miogo. Allah ana waja wake, inna lillahi ibadun idha aradu arada. Allah ana waja wake sasa hivi wamekaa chini tayari wanafikiria namna ya kuwasaidia watu ili waweze kupata iftari. Sasa ndugu yangu Muislam, yawezekana wewe ukawa ni mja wa Mungu, kazi yako ni kufunga na kufanya khairati mbalimbali, ila riziki yako ni ya shida. Lakini elewa, duniani tuko tofauti. Yupo mwingine yeye yuko pembeni, Allah anamuongezea kipato. Wewe naye atakiwa ujifikirie, Allah amekupitishia riziki za watu. Kwa nini nayasema haya? Waislamu tusikubali mwezi mtukufu wa Ramadhan tukafanya israfu katika vyakula, na ili hali majirani zetu wanashindana njaa. Si sunna aliyotuelekeza bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si maelekezo aliyotufundisha Mtume kwamba mtu anakula maftari mpaka anayamwaga, mtu anatengeneza mavyakula mpaka yanamshinda, alafu jirani yake anashindana njaa. Huu ni mtihani mzito, na haitakikani kwa Waislamu kuwa na maisha haya. Kama tunavyosema, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliutumia msikiti kwa ajili ya kuwasaidia watu.
na haya ndio yatakiwa tuyaseme kwa kifua mbele. Hivi leo tutatetea mabanda ya mpira? Leo tutatetea kweli viwanja vya mpira? Mtu anasema bwana, ukienda sehemu fulani uwanja wake mzuri bwana, hivi na hivi. Ukienda banda fulani kuna ma TV kila kona tunaangalia mpira. Mwingine anasifu guest fulani mashallah iko vizuri. Mwingine anasifu klabu yangu iko vizuri. Mwingine anasema kadha wa kadha. Nani anasimama kifua mbele akasema kwamba misikiti ndio kimbilio letu? Nani anasimama kifua mbele akawa anaunadi msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala? Tunamwachia nani? Na ili hali siku hiyo ya kiyama tutapita katika njia nyembamba, adaku minashari, nyembamba kuliko ni unywele. Tutakapopita katika njia hiyo, hakuna nyumba yoyote itakayopita, hakuna ofisi yoyote itakayopita, hakuna kibanda chochote kitakachopita pale. Itakayopita ni binadamu, lakini pia katika nyumba itakayopita pale ni msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila msikiti utapita katika njia hiyo, unapita na watu wake. Je, sisi ni watu wa msikiti? Ili hali hatujawaaminisha watu kwamba kimbilio letu ni msikitini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha watu, akawaelekeza kwamba msikiti ndio kimbilio letu. Mtume aliwaambia watu, mkiwa na shida kimbilieni msikitini. Msikitini si kimbilio la matajiri, msikitini ni kimbilio mpaka la maskini na mafakiri, mpaka mayatima wasiojiweza, kimbilio lao ni msikitini. Hii ndio sera tunayotakiwa kuwa nayo. Alhamdulillah, baadhi ya nchi za wenzetu zilizoendelea msikiti ndio kituo, ndio kimbilio, lakini Tanzania bado hatujafanikiwa. Yani mtu anafanya msikitini ndio mahala pa kugombana, mtu anafanya msikitini ndio pahala pa kuteta, na wengine wamefanya msikiti ni pahala pa kusali na kuondoka. Ingelikuwa hivyo, kama msikiti ni pahala pa kusali na kuondoka, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dini hii asingeifikisha katika miji yetu. Lakini angalieni mtume alivyokuwa na shida. Mtume alikuwa akirudi safari yake, safari yoyote ile, hafiki nyumbani kwake kwanza, anafika msikitini. Hafiki nyumbani kwake, anafikia msikitini. Angalia katika ile vita ambayo watu watatu waliomkhalifu mtume hawakushiriki katika hiyo vita. Katika hiyo vita hawa watu watatu walimdanganya mtume, hawakwenda vitani. Mtume akaenda vitani, akauliza yuko wapi Ka'b ibn Malik? Haonekani. Na wenzake wawili wako wapi? Hawaonekani. Mtume akasema sawa. Aliporudi mtume katika ile vita, mtu anarudi vitani hafiki nyumbani kwake, anafika msikitini. Akifika msikitini anaswali tahiyatul masjid raka 2. Aliposwali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilichojiri haulizi nyumbani kwake wamekula nini, anauliza msikitini kuna shida gani kwa Waislamu. Angalia zima tunayoibeba. Ndio maana anasema kabla kwanza hatujafikiria sisi tunakula nini, tuwafikirie wale mafakiri katika misikiti yetu watakuja kufuturu nini. Allah subhanahu wa ta'ala, yeyote mwenye kuwa na waja wa Mungu ambao hawajiwezi, Mungu anakuwa pamoja na yeye. Lakini wewe ukiwa wewe kivyako na kwenye matatizo utakuwa wewe kivyako, nani asiyemhitaji Allah subhanahu wa ta'ala? Nani asiyemhitaji Allah? Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alikuwa kwa ajili ya watu na Mungu alikuwa kwa ajili yake, Mtume anauliza kumetokea nini, kuna shida gani? Ka'b ibn Malik hakwenda vitani, anaingia msikitini, anamuona mtume yuko msikitini. Anasema mtume atakuwa amenikasirikia, kashaanza kupewa taarifa. Anamsalimia mtume, mtume hakuitikia, akaonyesha kama amekasirika kwa kitendo alichokifanya Ka'b ibn Malik. Ka'b akakosa raha, mtume akatoa adhabu, akasema kuanzia sasa Ka'b ibn Malik msizungumze naye, muacheni. Amekosa adabu Ka'b ibn Malik. Kwa nini ameshindwa kuja vitani na hana dharura yoyote? Ka'b ibn Malik akajielezea, akasema ya Rasulullah, laiti kama ningelitaka kukudanganya ningekudanganya ya Rasulullah, na ungekubali uongo wangu. Lakini ya Rasulullah, mimi nasema ukweli,
sikuwa na sababu yoyote iliyonuzia kwenda vitani. Angalia maswahaba wa mtume hawa, sikuwa na sababu yoyote, nilijiingiza uvivu tu, shaitani tu alinipitia, mimi sikutaka tu kusudi kwenda vitani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nimekuelewa Ka'b ibn Malik, kwa kosa lako nishawaambia maswahaba wangu wasikusemeshe. Subhanallah, hatari iliyokuja. Ka'b ibn Malik akawa anajiweza, wenzake walikuwa wakilia ndani. Hii habari nenda katika Riyadhus Salihin, utaikuta hadithi ndefu, imechukua karatasi takriban 3 mpaka 4, inaelezea habari za watu watatu. Qur'ani imewaeleza hawa, wa ala thalathati alladhina khulifu, imewaeleza hawa watu watatu hawa. Angalia mtume anawatengeneza watu wakiwa msikitini. Leo misikiti tunaitumiaje waislamu? Ka'b ibn Malik alipoelezwa vile, ikaletwa taarifa nyingine, walikuwa hawasemeshwi. Sasa ikawa nazungumza na wake zao, mtume akawazuia wake zao, msiwafanyie chochote hao mabwana, kama kupika wajipikie wenyewe, kama kusema waseme wenyewe. Angalia watu walivyokuwa wakimheshimu bwana mtume Muhammad. Leo tungelionyesha jamii kwamba mtume wetu tunamheshimu sampuli hii, nani leo angemtukana mtume? Nani leo angemtukana mtume? Lakini wapi, sisi wenyewe tunamvua nguo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akitoa chakula nyumbani kwake, tende zinakuisha, mke wake anamuuliza, sasa tutapika nini? Anamwambia, subiri, Mungu atatuletea. Mtume anachinja mbuzi, anatoa minofu yote, steki zote anatoa, yanabaki makongoro, anamwambia, pika hiyo makongoro, ile tuliyotoa ndo ya kwetu, hiyo ambayo tunakula sio ya kwetu. Aisha anatoa dhiki ya hali ya juu, lakini yote mtume alitaka watu wanufaike. Wallahi ingelikuwa viongozi tunaishi hivi, waislamu tungelikuwa tunaishi hivi, leo uislamu ungekuwa ni dini ya manufaa. Hakuna mtu ambaye angebaki nyumbani asiswali, hakuna. Wakati mwingine sisi wenyewe ndo tunawazuia watu wasiswali kwa sababu manufaa hayaonekani. Sisi tunaoswali ndo tunaongoza kwa roho mbaya, sisi tunaoswali ndo tunaongoza kwa kuishi vibaya na watu. Leo mtu anaweza akachukua mchele msikitini na nyumbani kwake ana kilo 20, lakini jirani yake hana hata sembe, lakini hawezi kusema huu nimeupokea, kwanza si haki yangu, nikirudi nyumbani niweze kumpa jirani yangu. Hilo hawezi kulifanya. Sasa tunamuiga vipi mtume? Tunakuja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, shahrun mubarakun, ni mwezi uliobarikiwa. Kila mmoja ajipange, vijana tujipange, na wazee pia wajipange. Wazee tutakiwa tuishi na istighfar. Tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa sana. Alhamdulillah, watu wanaanza kuneemeka na kujua maana ya Uislamu. Juzi tu hapa mimi nimefungisha ndoa ya mzee ana miaka 73, mke ana miaka 68. Miaka 73, mke ana miaka 68. Lakini naamini linapofanyika jema moja, ujue kuna ovu 100. Ikiwa kama hawa wazee wanakiri kwamba shekhe, tunaona aibu, maneno unayoyasema tunaumia, mimi na mwenzangu tunaishi hatujafunga ndoa, tunafanya makosa na umri tuliokuwa nao, shekhe tufungishe ndoa, anitajie mahari mwenzangu, nitampa mahari mimi, utufungishe ndoa na cheti shekhe utupe. Wanafunga ndoa hawa. Nikajua fika wapo wengine wenye miaka pengine mpaka 90 hawajafunga ndoa, na hii dhambi tunayo katika mji wetu. Je, tunaiondoa vipi? Msikiti ndio unatakiwa kusimama imara. Ramadhani inakuja, kuna watu sasa hivi washanunua sukari, washanunua ngano, michele, tambi, mwingine kasheka oda ya miogo siku 30 nzima. Anafanya hayo, wallahi wa billahi, mama yake mzazi hata robo ya sukari ya leo haijui. Mama yake mzazi Ijumaa ya leo, huu mchana tunausema, pengine yeye kaandaa kuku nyumbani kwake, lakini mama yake mzazi hajui anakula nini. Tunafunga nini ndugu zangu wa Kiislamu? Ramadhan inakuja kwa sababu ya uchamungu. Ramadhan inatutengeneza imani zetu. Imani zinatengenezeka kuanzia juu mpaka chini, kulia na kushotoni. Tuhakikishe Ramadhani ikimalizika tumepata ile zawadi ya uchamungu. والله تبارك وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون، وقال عز من قائل عليم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika iman, ninakuhusieni kwa mara nyingine pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, khutba yetu ilizungumzia ni namna gani tutaishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Kiislamu, tutake tusitake, misikiti ndio itakayotukomboa, hakuna kitu kingine. Misikiti ndio itakayotukomboa, na ndio maana moja katika sharia tunaelekezwa, hatutakiwi kuishi mahala ambapo msikiti hakuna, adhana haiadhiniwi. Maana yake mahala hapo kheri hakuna. Hili mulielewe. Na ndio maana mimi nasema katika watu wanaotakiwa leo kuombewa dua waendelee kuishi ni watu wanaoimarisha nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Wenye kuimarisha nyumba ya Mungu ni wale ambao wamemwamini Mungu na wakaamini siku ya mwisho. Kuimarisha nyumba ya Mungu ni yule muadhini anavyoadhini, yule imamu anayeswalisha, yule khatibu anayewahutubia watu, yule dai anayewalingania watu. Hawa wote wamesimama kila mmoja na mtutu wake kuhakikisha nyumba ya Mungu inaimarika, haichezewi. Alafu pia kuna matajiri nao wanaimarisha nyumba ya Mungu. Alafu pia hawa hawawezi kuwa peke yao, na wale wanaoswali nyumba ya Mungu inaimarika. Ndio huu mwezi wa Ramadhani, angalia nyumba ya Mungu inavotisha, watu wanajaa mpaka nje. Sasa inatakiwa nyumba ya Mungu iwe hivyo hivyo mpaka miezi ya kawaida. Hili ndio linalotakiwa. Angalia mwezi wa Ramadhani, watu wanajali watu. Ndugu zangu wa Kiislamu, wakati mwingine kuna mambo tunakumbushwa mpaka na wasiokuwa Waislamu. Kuna mambo tunakumbushwa mpaka na wasiokuwa Waislamu. Msikiti wetu una desturi ya kusaidia sehemu mbalimbali. Wallahi zimebaki siku 4 kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, ama siku 3. Mimi kama kiongozi nazungumza hapa juu ya mimbar, nimepigiwa na mwenzangu ambaye sio Muislamu, amenipigia Ijumaa ya leo, ananiambia, imamu, umesahau zimebaki siku 3. Kuna watu wako imamu, usiwasahau mwezi wa Ramadhani. Subhanallah. Nikamwambia, ni watu gani? Mbona mimi naorodhesha huko majina? Akanambia, wapo watu wako hao hawaswali huko msikitini. Kina nani? Wafungwa. Nikamwambia, wapo wangapi? Wapo 30. Huwa unawakumbuka kila mwezi wa Ramadhani, ila nimekukumbusha na Ramadhani hii pia uwakumbuke. Mtu ambaye sio Muislamu anajua kutuzindua. Wallahi wa billahi nakwambia, Muislamu kama hutoamka na pesa zako, wallahi utakuja kuamka ukiwa kaburini na pesa huna. Na waeleza Waislamu, hii dini hii ni ya Mungu, hii tusichezee. Wallahi hii dini ni tunu hii dini. Amekumbuka yeye mwenyewe. Bila shaka hata wafungwa wanafarijika. Wengine pengine wamefungwa miaka 5, lakini wanajua imamu yupo, msikiti fulani upo, tutaletewa iftari na tutafunga. Na mkuu naye anakumbuka hilo, anakumbusha yeye, anaamini kwamba watu wapo. Sasa tunaposema tusaidiane, ukipata fursa msaidie mwenzio. Umepata tende nusu, usikae nayo nyumbani kwako ukasema hii nitafuturu mpaka Ramadhani ya mwisho. Utafika baba? Huwezi kufika. Kuna mzee anafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni, siku 5 nzima hajawahi kupata tende. Hii ndio Ramadhani. Kwa hiyo tuwe kitu kimoja Waislamu. Tusiwe na ile kwamba wapi wanagawa sadaka unaenda. Kweli unaweza ukaenda, uwezo unao nyumbani. Lakini mimi narudia tena, wengi wetu humu ni wakulima. Mashallah. Wengi wetu humu ni wakulima. Kuna watu wana magunia 20 ndani, kuna watu wana magunia 40 ndani. Mtu huyo ala tasta'i billah, uoni haya wewe kwa Mungu? Anakuja mtu anagawa kitu msikitini, anaweka mchele kilo 5, bado unapokea na unaenda nyumbani kula.
Tena hatari iliyokuwa zaidi, ukiupeleka nyumbani ili usife, kwanza unamwambia mkeo, kwanza tuanze kupika ule uliopewa sadaka, wa kwangu uweke pembeni ili ubaki we niweze kuuza. Subhanallah, wapi tunaelekea Waislamu? Tubadilike na Ramadhani tubadilishe. Kuna watu wana maisha magumu, kwa Ramadhani tukumbushane, wenye kutakiwa kusaidiwa wasaidiwe, na ukipata fursa ya kusaidia, saidia, kwa sababu ni fursa adhim. Kuna watu wanaitamani na hawawezi kuipata fursa hiyo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على النبي الرحمة شفيع الأمة عدد ما أعاط به المقاصة كتابك وضمه، وعلى آله وصحبه ومن نصره في كل مهمة، خصوصا من ذي الأسل العريق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. وأقم